Tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo. Leo ni Dominika ya 12 ya mwaka A wa Kanisa. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Yeremia sura ya 20 aya 10 hadi 13. Yeremia alisema, ninasikia wengi wakisema mabaya. Kitisho hutoka pande zote, mshtakini. Haya, tumshtaki. Wote waliokuwa rafiki zangu wanangojea kuanguka kwangu. Labda atakubali kudanganywa. Hapo tutamshinda na kumlipiza kisasi. Lakini Bwana yu nami kama shujaa aliye hodari. Adui zangu watajikwaa na kushindwa. Wataaibishwa kwa sababu ya upotevu wao. Watapatwa na fedhea ya daima na aibu isiyosahaulika. Lakini wewe, Bwana wa majeshi, unayemjaribu mtu wa haki na kupima viuno na moyo, nipe nafasi ya kuona kisasi utakachowalipiza watu hao. Kwa maana shauri langu nimeliweka mikononi mwako. Mwimbieni Bwana, msifuni Bwana, kwa maana anaokoa roho ya maskini na mkono watenda mabaya. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na somo la pili linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 5 aya 12 hadi 15. Ndugu zangu, mtu mmoja ameingiza dhambi duniani, na pamoja na dhambi mauti. Hivyo mauti imewafikia watu wote, kwa kuwa wote wametenda dhambi. Kwa maana mauti ilikuwako duniani kabla ya kuwapo sheria, lakini pasipo sheria dhambi haihesabiki. Kumbe tokea Adamu mpaka Musa, mauti iliwatawala hata wale wasiotenda dhambi, kwa kuvunja amri kama Adamu. Adamu lakini ni mfano wa yule atakayekuja. Lakini ipo tofauti baina ya dhambi na neema. Ingawa wote walipatwa na kifo kwa sababu ya dhambi ya mtu mmoja, hao wote walizidi kujaliwa pia neema ya Mungu na kipaji kipatikanacho kwa ufadhili wa mtu mmoja, ndiye Yesu Kristo. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na Injili inatoka katika Injili ya Mathayo sura ya 10 aya 26 hadi 33. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Utukufu kwako, Bwana. Yesu aliwaambia mitume wake, msiwaogope, kwa maana hakuna neno lililositirika ambalo halitafunuliwa, wala lililofichwa ambalo halitajulikana. Niwaambialo ninyi katika giza, lisemeni katika nuru, na msikialo kwa siri, lihubirini juu ya nyumba. Msiwaogope wauao mwili, wasiweze kuiua na roho. Afadhali mwogopeni yule awezaye kuangamiza mwili na roho pia katika Jehanamu. Je, mashomoro wawili hawauzwi kwa senti moja? Wala hata mmoja haanguki chini asipojua Baba yenu. Lakini nanyi hata nywele za vichwa vyenu zimehesabiwa zote. Msiogope basi, bora ninyi kuliko mashomoro wengi. Basi kila atakayenikiri mbele ya watu, nami nitamkiri mbele za Baba yangu aliye mbinguni. Bali mtu yeyote atakayenikana mbele ya watu, nami nitamkana mbele za Baba yangu aliye mbinguni. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Wapendwa ndugu zangu, karibuni katika tafakari yetu ya siku ya leo, ikiwa leo ni Dominika ya 12 ya mwaka A wa Kanisa. Tunapewa maelekezo na Kristo kwamba msiogope wauao mwili, wasiweze kuiua roho.
Neno la Mungu siku ya leo linatuimarisha na kutuangaza ili tuweze kuzikabili hofu hizo, tuishi katika amani ya wana wapendwa wa Mungu. Somo la kwanza ni la kitabu cha Nabii Yeremia. Nabii Yeremia katika kitabu chake sura ya 10 hadi ya 20 ameeleza wazi ushuhuda wa maisha yake mwenyewe, jinsi yalivyokuwa ya mateso makali. Lakini kwa kumtumainia Mungu, Mwenyezi Mungu daima alimpa nguvu ya kuyakabili na kuyashinda mateso. Itakumbukwa kuwa manabii wote waliotumwa na Mungu walikumbana na mateso mengi kutoka kwa watu wao. Lakini Yeremia ndiye aliyepata upinzani mkubwa na mateso makali kuliko wote, kwa sababu alitangaza waziwazi kubomolewa kwa mji wa Yerusalemu na watu wake kuchukuliwa mateka kama wasingalitubu na kumrudia Mungu. Viongozi wa Israeli walikataa ushauri wake na wakamshtaki kwa kosa la uhaini. Nabii alidhulumiwa kwa namna ya pekee na kuhani Pashur, mtu aliyekuwa na ushawishi mkubwa kutoka katika mahakama ya mfalme. Ndivyo anavyoshuhudia Yeremia mwenyewe jinsi maadui zake walivyokuwa wanamshawishi huyu kuhani amshtaki Yeremia, kama yeye mwenyewe anavyosimulia akisema, nimesikia mashutumu ya watu wengi, hofu ziko pande zote. Rafiki zangu wote wanaonivizia nisite husema, mshtaki nasi tutamshtaki, huenda akahadaika, nasi tutamshinda, tutajilipiza kisasi kwake. Katika matukio kadhaa Yeremia alinusurika kufa. Hivyo aliamua kutokuongelea habari hii mbaya ya kuangamizwa na Mungu. Yeremia alikata tamaa kwa sababu hakuna aliyesikiliza mahubiri yake au maonyo yake, na pia kwa sababu ya madhulumu yaliyoendelea kumpata. Alimlalamikia Mungu kwa uchungu kwa sababu alimpa kazi ngumu kiasi hiki, hata kuilaani siku aliyozaliwa. Lakini uaminifu wake kwa Mungu ulikuwa mkubwa zaidi kuliko kusita kwake kueleza umma ukweli. Kwa hiyo katika uaminifu wake kwa Mungu aliendelea kung'amua kwamba Mungu yupo pamoja naye kama shujaa mkuu kuliko adui zake. Ndiyo maana anasema, lakini Bwana yu pamoja nami, mfano wa shujaa mwenye kutisha. Kwa hiyo hao wanaonionea watajikwaa, wala hawatashinda, watatahayarika sana. Neno hili analolisema nabii Yeremia linalomaanisha Bwana yu pamoja nami, hii ni sala. Nabii Yeremia anamwomba Mungu asimwache peke yake katika hofu inamkabili na katika hatari inayomkabili. Ni sala ambayo inakuwa ni kana kwamba imekwisha sikilizwa, kwa maana anayesali ana uhakika kuwa itasikilizwa. Ni kwa sababu hii Yeremia anaongeza katika sala hiyo mategemeo ya kibinadamu katika lugha ambayo ni ya kibinadamu. Nabii Yeremia anasema, wanaonionea wivu watajikwaa, hawatashinda, wataaibika na aibu yao itakuwa ni ya milele. Ni maneno ya kibinadamu yanayoonyesha uhakika alionao mtu anayekimbilia ulinzi wa Mungu katika hofu zake. Baada ya maonyo ya Mungu kwa Waisraeli, tunaona ni kweli baadaye yale alionena nabii Yeremia yanatendeka, kwani mji wa Yerusalemu ulivamiwa, kuta zake zikabomolewa, hekalu likanajisiwa na watu wengi walichukuliwa mateka uhamishoni Babeli, na Yeremia akaachwa Yerusalemu. Mateso yake hayakuishia hapa. Baadaye alishurutishwa kwenda Misri, ndipo alipokufa kwa kuuawa. Mafundisho tuyapatayo kupitia somo hili. Fundisho la kwanza: njama za watu haziwezi kuzuia kusudi la Mungu. Nabii Yeremia alikuwa amezingirwa na watu waliotaka kumwangusha. Walimsengenya, walimchunguza na walitarajia afanye kosa ili wamshinde. Hata hivyo, katikati ya njama hizo alisema,
Bwana yu pamoja nami kama shujaa hodari. Kauli hii inaonyesha imani yake kwamba mamlaka ya Mungu ni kubwa kuliko mipango ya wanadamu. Watu wanaweza kupinga, kuchelewesha au kuleta vikwazo, lakini hawawezi kubatilisha kile Mungu ameamua kutimiza. Yeremia alijua kwamba wito wake ulitoka kwa Mungu, hivyo maadui zake hawawezi kuufuta. Fundisho la pili. Kusimama kwenye ukweli kunaweza kuleta upinzani. Kusimama katika ukweli kunaleta upinzani kwa sababu ukweli mara nyingi hufunua mambo ambayo watu hawataki kuyakubali. Watu wengi hupendelea yale yanayowapa faraja kuliko yale yanayowataka kubadilika. Ukweli unapogusa makosa, ubinafsi au dhambi, unaweza kuonekana kama tishio kwa wale wanaonufaika na hali iliyopo. Nabii Yeremia anatufundisha kwamba upinzani wa watu haupaswi kutuzuia kufanya yaliyo sahihi. Mtu anayesimama katika ukweli anaweza kukabili changamoto, lakini hupata nguvu na uthabiti kwa kumtumainia Mungu. Fundisho la tatu. Maadui wanaweza kuwa hata watu wa karibu yako. Katika Yeremia sura 20 aya 10, nabii anasema, rafiki zangu wote wa karibu wanabizia nianguke. Maneno haya yanaonesha maumivu makubwa ya Yeremia. Hakusema watu asiowajua walikuwa wanamvizia tu, bali hata wale aliowaamini na kuishi nao karibu walikuwa wakisubiri aanguke. Hii ni mojawapo ya aina ngumu zaidi ya majaribu, kwa sababu usaliti kutoka kwa mtu wa karibu huumiza zaidi kuliko upinzani kutoka kwa mtu wa mbali. Fundisho la 4. Mungu yupo pamoja na waaminifu wake. Ingawa maadui walikuwa wengi na wenye nguvu, Yeremia aliamini kwamba Mungu alikuwa upande wake. Hii ilimpa ujasiri wa kuendelea na huduma yake. Ndivyo ilivyo katika maisha yetu pale tunapojiaminisha kwake Mungu. Yeye huwa anatupigania katika taabu tunazopitia, na zaidi sana anatupa nguvu ya kubaki imara pasipo kutetereka. Fundisho la 5. Sifa na ibada ni silaha muhimu wakati wa majaribu. Sifa na ibada si kukana matatizo, bali ni kukubali kwamba Mungu ni mkuu kuliko matatizo. Ndiyo maana Yeremia katikati ya maumivu aliweza kumalizia kwa sifa. Hii inatufundisha kwamba ibada ni silaha inayobadilisha hofu kuwa imani na kukata tamaa kuwa tumaini. Ujasiri aliokuwa nao nabii Yeremia wakati akitekeleza majukumu yake aliyopewa na Mungu licha ya kukutana na upinzani mkali, ndio huo Yesu anawahimiza mitume wake wawe tayari kuwa mashuhuda, wasiogopeshwe na wanadamu, bali wamwogope Mungu peke yake. Sehemu ya Injili ya Mathayo sura ya 10:26-33 ya siku ya leo tunapata miongozo na masharti ya kimisionari waliopewa mitume na Yesu. Katika sehemu hii ya Injili, Yesu anawaagiza mitume kuyahubiri kwa watu wote yale aliyowaambia faragani, wao wayaweke hadharani. Yesu anawatia moyo wasiogope watakapokutana na mateso, na tena wasiwaogope wauao mwili wasiweze kuiua roho, kwa sababu roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Mafundisho tunayopata kupitia Injili ya leo. Fundisho la kwanza, Mungu huleta nuru hata gizani. Yesu anaanza kusema kwamba hakuna kilichofichwa ambacho hakitafunuliwa, wala siri ambayo haitajulikana. Hii ina maana kwamba ukweli wa Mungu hauwezi kufichwa milele. Fundisho la pili, hofu ya wanadamu dhidi ya ujasiri wa imani. Yesu hafichi ukweli. Kufuata haki au kumshuhudia Mungu kunaweza kuleta upinzani, lakini anaweka msisitizo kwamba hofu ya wanadamu ni ya muda mfupi,
wakati uaminifu kwa Mungu una uzima wa milele. Hii inatukumbusha kuwa mara nyingi tunapima maisha kwa mtazamo wa watu watanifikiria nini, badala ya Mungu ananionaje. Na hapa ndipo kiini cha somo kilipo: msiwaogope wauao mwili, bali wasiweze kuiua roho. Yesu anatofautisha aina mbili za hofu. Hofu ya wanadamu inaweza kuathiri mwili, kazi au hali ya maisha. Hofu ya Mungu inahusiana na uhai wa milele na maamuzi ya mwisho. Kwa hiyo, Yesu anatualika kupima, je, ni muhimu zaidi kulinda maisha ya muda mfupi au uhusiano wa milele na Mungu? Fundisho la tatu: thamani ya kila mtu mbele ya Mungu. Thamani ya kila mtu mbele za Mungu ni wazo la msingi sana katika Biblia, na linamaanisha kwamba binadamu wote wana thamani isiyotegemea mali, uwezo, hadhi, rangi, elimu au maoni ya watu, bali inatokana na Mungu mwenyewe aliyeumba kila kitu kwa makusudi. Yesu anatumia mfano wa ndege wawili wanaouzwa kwa bei ndogo sana. Kisha anasema kwamba hata hivyo hakuna hata mmoja wao anayeanguka bila Mungu kujua, na anahitimisha kwa kusema, ninyi mna thamani kubwa kuliko manyoya ya ndege. Kumbe thamani ya mtu si kile anachojitengenezea, bali ni kitu alichopewa na Muumba wake. Kama kitu kilichotengenezwa na fundi mahiri kina thamani kwa sababu ya yule aliyekitengeneza, basi mwanadamu ana thamani ya juu zaidi kwa sababu Muumba wake ni Mungu mwenyewe. Fundisho la 4: ushuhuda wa imani ni uamuzi wa kila siku. Na katika kumshuhudia Kristo kunatudai mambo mawili. Kwanza kabisa ni kuziamini na kuzishika kweli alizofundisha na kuzifanya wakati wa uhai wake hapa duniani, hasa kifo na ufufuko wake kutoka wafu kwa maondoleo ya dhambi, na kutupatanisha na Mungu Baba, naye baada ya hayo amepaa mbinguni na ameketi kuume kwa Baba akituombea. Yeye ni njia, ukweli na uzima. Na pili ni kutangaza kwamba Yesu Kristo ni Bwana na mkombozi wetu, naye ni msingi na nguzo ya maisha yetu. Kumbe basi, namna yetu ya kutoa ushuhuda kwa Kristo ni kuishi kulingana na kile alichotufundisha kadiri tulivyokipokea katika maandiko matakatifu, hasa mashauri ya Injili yanayojikita katika amri kuu ya mapendo. Kumkiri Yesu mbele ya watu sio tukio moja tu, bali ni mtindo wa maisha, katika maamuzi ya maadili, katika maneno yetu, jinsi tunavyoishi hadharani na faragani. Kila siku tunakutana na hali zinazotulazimisha kuchagua, je, niseme ukweli au nidanganye ili nijikomboe? Je, nitamtii Mungu au nifanye kile kilicho rahisi tu? Je, nitafuata imani yangu au nitafuata shinikizo la watu? Ndugu wapendwa, na kumkana Mungu si lazima kwa maneno makubwa tu, bali pia kwa maisha yanayomweka Yesu pembeni. Mara kadhaa tunakuwa na hofu ya kumshuhudia Kristo kwa sababu sisi tu wa dhambi. Matendo yetu yanatusaliti sisi wenyewe. Lakini katika somo la pili la waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, sura ya 5 aya 12 hadi 15, Paulo anaeleza jinsi dhambi na adhabu zake zilivyoingia duniani, na hivyo mateso na mahangaiko yote ya mwanadamu, kwamba ni kwa njia ya Adamu wa kwanza dhambi iliingia duniani, pamoja na mateso yote, kifo au mauti ikawa adhabu yake. Lakini kwa njia ya Adamu wa pili, yaani Yesu Kristo, neema na baraka za Mungu zimeletwa duniani, nazo ni nyingi kiasi cha kuishinda dhambi na adhabu yake. Paulo anatumia lugha ya biashara ya kununua na kulipa, akisema kuwa Yesu alikuja duniani kulipa deni ambalo sisi binadamu hatukuwa na uwezo wa kulilipa. Ni kwa mateso na kifo chake akaleta wokovu kwa dunia nzima, wokovu uliozidi uovu wa dhambi ya mwanadamu.
Kwa hiyo wema wa Yesu ulizidi ubaya wa dhambi za watu wote duniani. Sasa tunapomshuhudia Kristo, tunaongeza wokovu wa ulimwengu kama tulivyoongeza mateso yake kwa kutenda dhambi. Hakuna kitu kilicho cha thamani kubwa kuliko wokovu unaoletwa kwa watu tunaoishi nao kwa kumshuhudia Kristo kwa maisha ya kweli ya Kikristo. Hivyo ndugu wapendwa, tusiogope kusimama imara katika ushuhuda, kwani Kristo daima hututakasa pale tutakapoonesha ushirikiano naye. Wapendwa ndugu zangu, leo tumehimizwa na Yesu kuendelea kusimama naye kila siku licha ya matatizo yanayotukabili katika maisha haya. Kama tunavyofahamu, dunia sio makao yetu ya milele. Kwa hiyo tuendelee kumtumaini yeye ambaye ana uwezo wa kuua mwili na kuharibu roho. Ni yeye tu ndo tunatakiwa kumwogopa. Ndiyo maana Mtakatifu Paulo anatuambia katika waraka wa pili kwa Wakorinto sura ya 4 aya 16, anasema hivi na nukuu: kwa hiyo hatulegei hata tukichakaa nje katika binadamu wetu, maana ndani yetu tunafanya upya siku kwa siku. Kwa maana katika mahangaiko yetu tunapata faraja kupitia Kristo. Tafakari hii imeandaliwa nami Padre Revocatus Bernard, misionari wa shirika la Damu Takatifu ya Yesu. Tushirikishane tone la upendo. Nawatakia Dominika njema ikapate kuwa ya furaha na amani, nasi tukapate kuwa mashuhuda wa Kristo. Tumshuhudie Kristo aliye hai, ambaye daima anatuombea kwa Baba, nasi tuweze kudumu katika maisha yenye kuonesha ya kwamba sisi ni wa Kristo, sisi ni wafuasi wake Kristo. Tushirikishane tone la upendo, upendo wa damu pote uenee. Tushirikishane tone la upendo. Tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo, tushirikishane